Kwa majina naitwa Ahmed Said Mohamed, ni msaidizi manager division ya udhibiti udanganyifu kutoka ZHSF. Leo tulikuwa tuna mkutano na walimu wa wilaya mjini Magharibi, na ikiwa na lengo la mkutano huu kukutana na walimu kama ni sehemu ya wadau muhimu, lakini ni wanachama wafaidika wa ZHSF. Kwa hiyo tulikuwa tunakutana nao kwa lengo kwanza kuendelea kuwapa elimu ambayo inahusiana na namna gani ya kuweza kufanya usajili, lakini vile vile kuweza kupata huduma zilizokuwa bora, taratibu za upatikanaji wa huduma, lakini vile vile kuonesha ushirikiano na uzalendo kwenye kuripoti matendo ambayo ni ya udanganyifu, ambao kwa sasa yanaonekana kwamba yanakithiri na yanadorotesha maendeleo na adhma ya serikali katika kuwapelekea wananchi na wanachama huduma bora. Na hii mkutano wetu kwa kweli umekuwa ni mkutano ambao umetoa matunda, sababu walimu wenyewe wameweza kufurahi, lakini pia wamepata kuelewa mambo mengi, wamepata kuuliza, na tunategemea matokeo chanya katika kuona tunaboresha huduma zetu kwenda vizuri, lakini pia vile vile kuhakikisha kwamba kila mwanachama anapata kile ambacho anastahiki, lakini pia watoa huduma wanatoa huduma ambazo zilikuwa ni bora, na ZHSF vile vile waweze kusimamia huduma vizuri kama ni wanunuzi wa huduma Zanzibar. Sehemu ya maboresho tukiwa tukazichukua changamoto kama nisema maboresho, na sisi hatusemi kama ni changamoto, tunasema ni maboresho. Ndio maana tumekuwa ZHSF tumekuwa karibu sana kuweza kuhakikisha tunakutana na wadau kila siku, kwa sababu kama tunavyojua kwamba mfuko wetu ni mpya, lakini pia hata wanachama ambao tunawapa huduma ni watu ambao wengi katika hao hawajawahi kuwepo katika mifuko kama hiyo upatikanaji wa huduma. Kwa hiyo tunategemea mambo mbalimbali yataweza kujitokeza. Sasa sisi kama ZHSF ni wajibu wetu kuweza kuhakikisha tunakutana nao kila baada ya muda, kuwahabarisha, kuwaelimisha, lakini kuwapa mikakati imara ya kuona kwamba tunaenda katika utaratibu ule ambao serikali umetuelekeza kuweza kufanya. Wito wetu kwa jamii, kwanza jamii endelee kufanya kazi na ZHSF vizuri kwa kufuata miongozo, taratibu za kisheria. Wale ambao hawajajisajili waweze kujisajili, na wale ambao wanaenda watoaji wa huduma na maanisha watu wa huduma waweze kutoa huduma kwa mujibu wa makubaliano wa ZHSF, lakini pia na miongozo ya Wizara ya Afya ya Zanzibar, ili kuona kwamba serikali inafikia adhima ya kuanzisha kwa mfuko wa ZHSF na kuwapa huduma ambazo ni bora, zenye tija na maslahi kwa wanachama. Semina hii fupi ama mwongozo kutoka kwa viongozi wa bima afya Zanzibar, tumejifunza mengi, kwa sababu hapo awali tulikuwa hatujui kuna baadhi ya mambo. Mfano, wakati unapokwenda kituo cha afya kupata huduma, habari ya kuambiwa saini kwanza fomu ile ya matibabu kabla ya kupatiwa huduma ya matibabu. Kwa hiyo wengi ilikuwa tunakwenda tuna saini ndipo tunakwenda kupata huduma ya matibabu, kumbe jambo lile sivyo. Jambo hilo leo hapa limetunufaisha sana na tumepata kujifunza kwa kiasi kikubwa. Jambo la pili, tumejifunza kutokana na hatua za usajili wa wale wanaohitajika kupata hii huduma, ikiwemo wenza na wategemezi wetu. Tumeuliza maswali mengi na tukapatiwa ufafanuzi kuhusiana na kadi za wenza zinakuja muda gani, na kama kuna baba mama ambaye hajapata kuna utaratibu gani, na wale watoto ambao hawajapatiwa zile kadi tupite hatua gani. Pia tumejifunza pia jambo hili ambapo wengi walikuwa hawalijui. Hivi leo tumepata ufafanuzi yakinifu kabisa kuhusiana na kukatwa kwake na unatakiwa kwenda hospitali kwa muda gani. Tukabaini kwamba kumbe ndani ya masaa 24 kadi ile inatakiwa kutumika, ndipo uhalali wake, na kadi ile haitakiwi kutumika siku moja ukabadilisha vituo zaidi ya vitatu. Kumbe unatakiwa kukaa ndani ya siku 5 baada ya kushakupata ile huduma uliokwenda kituo cha afya cha mwanzo, ndipo utafute hatua nyingine. Pia tukapata kujifunza kuhusiana na rufaa ya kutoka kituo kimoja cha afya kwenda kituo chingine. Tumepata kujua kwamba rufaa ni jukumu la daktari, si wewe unayekwenda pale kutaka ile huduma na kuchagua, mimi nataka unipeleke rufaa yangu hospitali ya Global, mimi nataka unipeleke hospitali ya Ar-Rahma. Lile ni jukumu la daktari ambaye anakuhudumia pale na kuona kwamba kwa tatizo lake hili
ende katika hospitali fulani ambaye specialisti atakuwepo na hili tatizo anaweza akalikava kwa muda ambao huyu amekuwa nalo. Kwa hiyo tumepata kujifunza jambo hili. Ushauri wenu ni upi labda? Ushauri wetu ni kwamba waliokuwa hawajajiunga, kwa sababu wapo ni wanachama halali, wanatakiwa kuwemo katika huu mfuko, lakini mpaka leo hawajaweza kujiunga moja kwa moja. Kwa hiyo ushauri ni kwamba waweze kujiunga. Huduma zinapatikana ni nafuu na rahisi na zina wepesi katika kuhudumiwa katika jambo hili. Tulikuwa kidogo utumiaji wa bima tulikuwa hatujauelewa zaidi, lakini hivi sasa kutokana na kikao tulichokaa kidogo tumepata kuelewa kuwa vipi unaweza kuitumia bima kutokana na watu unawategemea na watu ambao hawana watoto, vipi unaweza ukajikita katika hii bima. you.